ورحمة الله والبركات. السلام عليكم ورحمة الله والبركات. الحمد لله ليس لنا رب سواه، لا مانعا لمن أعطاه ولا معطي لما منعه ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أيا من جل عن أي وكيف وعن ند وعن ولد ووالد، خلقت الكائنات في أحسن صنع وأنت على جميع ذلك شاهد، وأنت بحيث أنت وليس كيف ولا ند تماثله شواهد. أجرنا من عذابك وعف عنا وبلغنا إلى النيل المقاصد. أشهد أن لا إله إلا الله الذي أين الأين فهو بلا أين، وكيف الكيف فهو بلا كيف. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الذي كان يسبح بحمد ربه بالغدو والأصال، وعلى الآل والأصحاب ما طار الطير وغردت. وبعد، أيها السادة أيها المستمعون، ndugu zangu wasikilizaji wa kipindi chetu cha baada dhuhuri katika mwezi wetu mtukufu Ramadhan, na leo tukiwa na tarehe ya 19, marhaban bikum mujaddadan. Karibuni tena kwenye kipindi chetu mujarrabu, kipindi kuntu, kipindi ambacho kinaendelea kugusia baadhi ya mambo muhimu kwa jamii ya Kiislamu na hasa tabia njema, kwa sababu tumechogundua na tunachokijua ni kwamba Ramadhan ni mtambo wa kurekebisha tabia zetu, na mpaka sasa tuna dalili nzuri. Cha muhimu ni kutetea tabia njema ambazo tumejifunza ndani ya Ramadhani, zikaonekane mitaani, zikaonekane maofisini, zikaonekane kwenye biashara zetu, zikaonekane kwenye familia, zikaonekane kwenye jamii, mtaa, kitongoji, kata, wilaya, mkoa, nchi, dunia. Hicho ndio tunachokitarajia. Leo hadithi yetu, baada ya kwa jana tulizungumzia ubaya, tabia mbaya iliyojikita zaidi kwenye akili za watu za kuharibu karibu, kufanya vurugu karibu, kuchafua mazingira ya karibu, kuchafua mazingira ya kuzini na mabinti wa jirani zako, mke wa jirani yako, mume wa jirani yako, vijana wa jirani yako, kumuibia jirani yako, kumharibia kazi mfanyakazi mwenzio ambaye ni jirani yako kwa wakati wa kikazi, rafiki yako, mtu ambaye mmezaliwa kwenye familia, mtu ambaye amekusaidia, amekutoa huko vichochoroni, amekuja kukuweka, amekupa kazi, amekutafutia kazi, amekupa biashara zako zisimamie, unamtia hasara, unamuibia, unamdhulumu, unamroga, unamtisha, unamshusha nyota yake. Alimradi watu wanaoharibu maisha ya watu sio watu wa mbali, ni watu wa karibu. Na hii tunajifunza kwenye qasas mbalimbali. Nabii Yusuf alayhi salatu wasalam, katika ahsan al-qasas, watu waliomharibia maisha walikuwa ni watu ndugu zake wa kuzaliwa nyumba moja, baba mmoja. Paka mtu baba yake anakuambia la taqsus, anamwambia la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Wewe bwana, hii ndoto ulioniambia ina mambo mazuri, mayajayo yanafurahisha, usiwaambie ndugu zako, kwa sababu tushogundua kwamba matatizo ya binadamu wote duniani asili yake yanatoka kwa watu wao wa karibu, yanatoka kwa ndugu zao wa karibu, yanatoka kwa jamaa zao, yanatoka kwa jirani zao, yanatoka kwa watu waliosoma pamoja, wanaofanya kazi ofisini. Matatizo hayatokagi mbali, na hata ukiibiwa uibiwi na watu wa mbali, unaibiwa na mtu anachora mchoro, ni mtu wa karibu. Sasa hii tabia nini akhiri yake? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akatuambia jana, akawaambia masahaba, akawaambia dunia, akaitangazia dunia kwamba ni bora mtu akafanye hivyo vitendo vibaya nje kabisa ya mkoa wake, nje ya nchi yake, akafanya nje ya mtaa wake, ni bora, ni bora, ni bora. Ni dhambi amefanya, lakini haitokuwa sawa na mtu ambaye amelifanya ile jambo kwa jirani yake. Na jirani yake sio lazima awe si wa imani yake, hata asiwe mnadi jirani, awe Muislamu asiwe Muislamu, awe kabila yenu asiwe kabila yenu, awe unamjua haumjui, lakini kumzinia binti yake, kumzinia mkewe, kumchukulia mume wake jirani yako, shoga yako unamchukulia mume wake kwa kumuona labda amekuahidi nini sijui, unaona labda utapata kitu gani. Ama kumharibia mtu kazi, unamchongea kwa bosi wako, unamchongea kwa mheshimiwa,
unamharibia mtu biashara, unaroga, unakwenda unazika dawa kwenye meza yake asiuze. Yote haya Sheikh Mtume anasema ni afadhali mtu ayafanye mambo haya. Kama umeona yanakufaa, yafanye mbali, utapata dhambi za kuyafanya huko mbali, lakini hutopata sawa na ukifanya kwa karibu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akasema, mtu kuzini na wanawake 10 private, watu wa mbali, binafsi, wa mbali kabisa, wasiojulikana, usiowajua, makahaba ukawanunue, ni afadhali kuliko kumzengea mke wa ndugu yako, mke wa jirani yako. Tena unajisema kwamba amejileta mwenyewe, amejilengesha mwenyewe. Kama wewe ungefanyaje? Mimi nimepiga. Yani mtu mimi nazungumza mambo nimesikia Sheikh. Yani mtu anakuambia anasema Sheikh sasa mimi ningefanyaje pale unajua? Kwa sababu yule hapana, haram na lazima uwe na haya. Hebu chukua hiyo picha. Je, wewe ndio angekufanyia? Izungushe ile pale kama vile Mtume alivyowaambia maswahaba, bwana mimi siwezi kuacha zina. Huwezi kuacha zina huwezi kuacha zina Je, unasemaje kama angekuwa anaziniwa ni mama yako, anaziniwa ni mkeo, anaziniwa ni dada yako, ni mwanao? Wewe unasemaje? Hiyo mistake, hiyo haifai. Kasa basi wewe unauwazini ni mama za watu, ni dada za watu, ni wake za watu, ni mabinti za watu. Kama wewe huoni nzuri kuziniwa wewe kwenye familia yako, kwa mkeo, kwa binti yako, kwa mama yako, kwa shangazi yako, basi na wale unawazini ni madada wa watu, ni wake za watu, ni mama za watu. Mtume sallallahu alayhi wasallam, namalizia hadithi yangu ambayo inatuambia umuhimu wa haya. الحياء يا هذا يا طور ويا مرحبا اخوانا اخ الحبيب اللبيب المحبوب. خلي بالك ماذا يقول سيد الرجال المعصوم عليه الصلاة والسلام. Mtume anasema hivi, الإيمان 77 شعبة. الإيمان يا هذا ويا ترى اخوانا، الإيمان 77 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء الشعبة منها. Sikiliza hii hadithi leo tunamaliza, na leo tunaigusa tu, kesho tutaenda nayo vizuri sana. Hii hadithi inasema hivi, mabwana wengi mmependa kuitwa kwamba mna imani. Yaani mtu ungependa uitwe kwamba yule bwana ana imani bwana, yule bwana Muislamu, yule bwana mcha Mungu, yule bwana hivi. Si tunapenda hivyo Sasa imani ina nini? Ina vichombezea vyake. Ina yaliyomo ndani ya imani. Ina vitu vyake 1 2 3 ABCD zimo kwenye imani. Ziko takriban 70 kitu. Ile 70 maana yake ni 73 ama 76 ama 79. Yani imani ina sehemu ya kwanza, ya pili, mpaka sehemu 79. Sehemu zote zote katika imani. Sehemu ya juu kabisa ya imani ni kusema la ilaha illa Allah, ambayo sisi wote tumeisema. Kwa hiyo sehemu ya juu yote tumeipata. Sasa wal adna wa adnaha, ile ya chini kabisa ambayo na yenyewe lazima uishi, imatatul adha ani tariq, ni kuondoa kero, ni kuondoa matatizo, ni kuondoa mitego, kuondoa maudhi kwa mtu, kuondoa kwa paka njiani, kuondoa matatizo njiani, kuondoa miba, kuondoa mamiti, kuondoa vikwazo katika njia wanayopita watu. Yani unakuta njiani kuna chupa imevunjika, chupa limevunjika, ukilitoa lile shekhe umefanya sehemu katika sehemu ya imani. Kuondoa miti iliyokinga barabara, kuondoa mashimo, kama unaweza kuleta mawe ama ukaleta mchanga au mola ukaja ukaziba, watu wakapita vizuri, watu wasijikwae, basi umefanya sehemu katika sehemu ya imani. Yani ni sehemu katika sehemu ndogo za imani. Usidharau kabisa kuondoa mwiba, kuondoa shimo, kuondoa chupa, kuondoa kero yote, hata kuondoa kelele barabarani. Maana kuna mtu anaweza kaa barabarani anapiga kelele kiasi kwamba mpaka inakuwa kero kwa watu. Ile ni kero. Kero yoyote kuiondoa ni katika sehemu ya imani. Wal haya'u shu'ba minha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hivi, usisahau na haya. Wal haya'u shu'ba minha, na haya ni sehemu kubwa katika sehemu za imani. Haya. Sasa bwana, mtu yote ambaye anazini na mke wa rafiki yake, tafsiri yake nyepesi, hana haya. Mtu anazini na mwanafunzi wake ambaye ni jirani yake, ni mwanawe, hana haya shekhe. Mtu anazini na mke na mume wa jirani, na mtoto jirani, na mama wa jirani wa rafiki yako, si na nani, tafsiri yake nyepesi kabisa ni kwamba huna haya.
in lam tastahi if'al ma shi'ta. Kama una haya unaweza ukafanya lolote. Ukiona mtu anatembea, anatukana, anajibishana, anagombana, tafsiri yake nyepesi kabisa, hana haya. Kama hana haya na nini? Hana sehemu katika sehemu muhimu za imani. Hadithi inaendelea, muda wake umekwisha. Kesho inaendelea, tutaanzia hapo, lakini tunataka tuwaone watu wenye haya. Tusikuone mtu unatukana barabarani, unajibishana na watu, unafikiri sifa, unapambana, mnabishana hovyo. Watu paka mipira, unafikia hatua unakufuru shekhe. Siku moja mimi nimekaa pahala, mtu mmoja anabishana mambo ya Simba. Yule bwana anasema hivi, Simba imetajwa ndani ya Qur'ani, hii Simba Sport Club. Sawa? Imetajwa ndani ya Qur'ani. Mna wanasema Simba imetajwa shekhe. Mungu wewe muulize shekhe. Yule shekhe alipokuja sawa shekhe anaambiwa aulizwe. Akasema mbona hata Yanga imetajwa? Kama shekhe gani huyu? Angalia shekhe gani huyu? Yani yule bwana alikuwa anataka Simba anatetea imetajwa ndani ya Qur'ani. Watu wako wanambishia hamna haijatajwa bwana, unaleta mambo yako, unajua mambo yako bwana, unataka lete. Akaambia jamani, muulizeni shekhe yoyote. Muulizeni shekhe, Simba imetajwa. Simba hiyo sasa, Simba imetajwa bwana. Wafikiri Simba ni jambo dogo. Ile ni taifa kubwa. Sio nini wanabishana. Shekhe shekhe njoo eti shekhe, Simba haijatajwa ndani ya Qur'ani. Shekhe akasema bana, sio Simba tu, hata Yanga imetajwa ndani ya Qur'ani. Akasema huyu shekhe gani sasa? Sio shekhe huyu. Yule aliyokuwa anataka mashekhe waseme Simba imetajwa, ghafla kabadilika. Kasema kwamba kwa sababu Yanga imeonekana yenyewe imo, basi haifai, haram, na sio shekhe, na amepoteza murwa na kila kitu. Sasa haya maubishi ya hivi, maneno kama haya mtaani, mtu unaheshimika, mtu wa dini, mtu unaswali, unafunga, unaleta mambo ya porojo mpaka unaanza kuwadharau mashekhe, unavunjia adabu watu wa maana, unaivunjia adabu Qur'ani, unaleta mzaha kwenye Qur'ani. Afa billahi wa rasuli wa ayati kuntum tastahzi'un. Qur'ani imekwenda kufanyia mzaha na utani wa jadi na mtume na Mungu. La ta'tadhuru al-yawm, hakuna udhuru. Wewe umeshakuwa kafiri shekhe, unaonekana umepitiliza, umechamba mno, mwisho umeshikanya. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك ربنا من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم ربنا إنا نسألك أن تجعل ممن يصومون إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا من الصائمين إيمانا واحتسابا، واجعلنا اللهم ربنا ممن يدخلون في باب الريان. اللهم يا مفرق القرآن ويا منزل الفرقان، خالق الإنسان، عالم السر والإعلان، أعنا اللهم ربنا على ما بقي من صيام شهر رمضان. أعنا اللهم فيه وفي غيره على الصلاة والصيام والصدقة، وعلى قيام الليل والتلاوة القرآن، برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. وصل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على محمد وآل محمد، وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.